Mungu wetu atusaidie sana, ndio Mungu aweze kuelimisha watu wengi. Ni kwa sababu wengi wametoka katika njia za Bwana na hali wanasema wameokoka. Wengi wametoka katika mwangaza, wanaenenda na njia za giza hali wakisema hao wameokoka na wako sawa, lakini wanafikiria kumfurahisha mwanadamu sio kumfurahisha Mungu. Ujue ya kwamba mwanadamu wakati wote ataweza ondoka, lakini Mungu wetu ataishi milele. Mungu atusaidie sana. Ukiangalia katika hiyo Galatia ni 5 mstari wa 7 ya kwamba inasema ya kwamba nimuratengagira ihenya riega no wamugiririe mutigashoke gwathikira uhoro uria wama. Bwana apewe sifa. Mwanzoni wakati tuliokoka, mwanzoni wakati ndugu yangu uliokoka, mwanzoni wakati dada yangu uliokoka, ulikuwa unaenenda na safari ikiwa sawa na ulikuwa umesimama vizuri. Mara nyingi wakati umekaa kwa usafi na mtakatifu, mara nyingi wakati mtu amekuwa na uoga na Mungu ama unaogopa Mungu, Bwana apewe sifa, hata ukienda mbio unakuanga ukijichunga usitoke katika mipaka. Unakuanga ukijichunga hata na kinywa chako, unakuanga ukijichunga mienendo na hata kufanya kwako. Bwana apewe sifa. Mbali wakati umetoka katika wema wa Bwana. Neno la Bwana linatuambia ya kwamba nani aliwakataza kurudi kutii na kuheshimu neno la ukweli? Ni kwa sababu mara nyingi mtu akitoka katika wema wa Bwana anaanzanga kutafuta mambo ambayo itamfavor ama mambo yenye itamfanya aonekane yako sawa, hata akifanya mabaya aonekane yako sawa. Lakini unasahau ya kwamba hakuna hukumu itatoka kwa mwanadamu, hali hukumu itatoka kwa Mungu. Ni kwa sababu Mungu ndio mwenye hukumu, na yeye ndio mwenye mbingu na nchi, na yeye ndio mwenye atatupa uzima. Na kuna wale ambao wametengea ni kwa sababu ya siku ya hiyo ya hukumu ndio waweze kuchomwa na shetani. Bwana apewe sifa. Tujiombee watu wa Mungu, tujielewe sana, tujichunguze, tuache kuangalia watu watasema nini. Afadhali ufe mapema na ufe ukiwa katika Bwana, lakini usiishi miaka mingi baadaye utakufa ukiwa nje ya Bwana. Bwana apewe sifa. Ni kwa sababu mara nyingi kitu ambacho kinafanya watu wa Mungu wanatoka katika wema wa Bwana ni mambo tu yenye tunaona na macho ya mwili, ambayo ukilala hauyaoni tena, ukilala hauyawazi tena. Bwana apewe sifa. Hata kama kuna jambo lilikuwa linakusumbua roho, Bwana apewe sifa. Acha nitumie tu mambo na mapenzi. Utaweza pata kuna mtu mnapendana, ama wakati mmependana na mtu unapata hata usiku mzima haulali, mnataka tu kukaa mkiongea, lakini baadaye inafika hiyo mambo inaenda ikitokomea mpaka tu utaweza maliza mwezi mzima bila mtu yeyote. Bwana apewe sifa. Na usijali, ni kwa sababu hivyo ndivyo ilivyo. Mambo ya dunia yote ni bure na itaisha, isipokuwa tu uishi katika Bwana. Mungu tu ndio wa kutosheka, Mungu tu ndio msaada, Mungu tu ndio wa mwanzo na wa mwisho, lakini haya mengine yote ni ya bure. Watumishi wa Mungu, Mungu atusaidie sana. Ni muratengagira ihenya riega, mulikuwa mnakimbia mbio nzuri no wamugiririe mutigashoke gushoka wathikira uhoro uria wama. Nani aliwakataza kwa mkaacha kuwa mkiti lile neno la ukweli? Bwana apewe sifa. Ama la uhaki. Unapata mtu kweli alikuwa amezama katika Bwana, lakini kuzama kwake ameenda kiondokea tu pole na amegeukia njia za Mungu, ameanza kukua kinyume na kazi ya Mungu, lakini hali anajiona tu wako sawa. Ole wako mtu wa Mungu. Bwana tusaidie sana. Ni kwa sababu kweli Mungu wetu habadiliki, lakini mwanadamu ndiye anastahili abadilike, amuige Mungu. Mungu atusaidie sana. Ukiangalia katika hiyo Galatia, tunasoma Galatia 5, sasa tuko mstari wa 8. Bwana apewe sifa. Kurigererio kwa muthemba ucio gutiumite kuri uria wamwitire. Bwana apewe sifa. Ukiona mtu ametoka katika njia za Bwana, uangalie uone mtu hataki njia ya ukweli ama hataki neno la ukweli. Bwana apewe sifa. Neno la Bwana linasema ya kwamba ati ukiona huyu mtu himizo aina hiyo haijatokana na yule ambaye aliyekuita. Bwana apewe sifa. Ujue wakati kama mambo yako yalikuwa mazuri, wakati ulikuwa hata pengine maybe ulikuwa tajiri ama ulikuwa na shida na unamtazamia Mungu, baadaye una matendo yako na hata mawazo yako imebadilika, jua ya kwamba hiyo himizo haijatoka kwa Mungu aliyekuita. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ndugu yangu ama dada yangu, badilisha mawazo yako, badilika dada yangu ama ndugu yangu, urudi katika njia za Bwana. Neno la Bwana linasema katika Galatia ni 5 mstari wa 8, kurigererio kwa muthemba ucio gutiumite kuri uria wamwitire. Dawa nini tu ya kuibia migate nitumaga mutu uria mukade nayo wothe uibeskia. Dawa yoyote ama baking powder tu kidogo ikiwekwa tu kwa unga inafanyanga hiyo unga yote inafanya nini? Inafura. Kwa hivyo inamaanisha namna gani? Dhambi tu kidogo itaweza kukutoa katika wema wa Bwana. Ijalishi wewe unaipuuza kwa njia gani, ijalishi umeizoea kwa njia gani mpaka unaanza kuona kweli uko sawa. Bwana apewe sifa. Neno la Bwana linasema katika Galatia ni 5 mstari wa 9 ya kwamba dawa nini tu ya kuibia migate nitumaga mutu
ulia mukade nayo wothe oibe. Ile dawa tu kidogo ya baking powder ikiwekwa kwa unga inafanyanga tu ile unga yote ikuwe na nini? Inafura. Bwana apewe sifa. Meaning dhambi tu kidogo itaweza kukutoa katika wema wa Bwana. Ndio watumishi wa Mungu. Fadhili FM.